Ripoti mpya imeibua madai kwamba Israel imeishirikisha Marekani taarifa za kijasusi kuhusu kile kinachodaiwa kuwa njama mpya ya Iran ya kutaka kumuua rais wa Marekani Donald Trump. Kwa mujibu wa gazeti la The Wall Street Journal ambalo limenukuu watu wanaofahamu swala hilo, taarifa hizo zilifikishwa kwa maafisa wa Marekani huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu vitisho vinavyomlenga rais huyo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, haijawekwa wazi ni lini hasa taarifa hizo za kijasusi ziliwasilishwa kwa Marekani wala ni kupitia njia gani. Pia hakuna maelezo ya kina ambayo yametolewa kuhusu asili ya njama hiyo au hatua ambazo mamlaka za Marekani zimechukua baada ya kupokea taarifa hizo. Kufikia sasa, Israel, Marekani na Iran hazijatoa maelezo ya kina yanayothibitisha hadharani madai hayo. Ripoti hiyo imeeleza kuwa Iran imekuwa ikitoa matamko ya hadharani kwa miaka kadhaa yakiahidi kulipiza kisasi dhidi ya Donald Trump tangu Januari mwaka 2020 baada ya Marekani kumuua aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Quds ndani ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Jenerali Qasem Soleimani katika shambulio la ndege zisizo na rubani karibu na uwanja wa ndege wa Baghdad nchini Iraq. Kifo cha Soleimani kilisababisha mvutano mkubwa kati ya Washington na Tehran, huku viongozi wa Iran wakiahidi kwamba wahusika watalipa gharama ya hatua hiyo. Kwa mujibu wa gazeti hilo, wito wa kulipiza kisasi dhidi ya Trump umeendelea kujitokeza katika shughuli mbalimbali za maombolezo zilizofanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ripoti hiyo inadai kuwa kauli zinazomtaka Trump kuuawa zilikuwa zikisikika katika baadhi ya hafla hizo, jambo ambalo limeongeza wasiwasi wa kiusalama nchini Marekani. Katika siku za hivi karibuni, Donald Trump mwenyewe alizungumzia vitisho vinavyomkabili. Akizungumza na waandishi wa habari, alisema anaamini kuwa yuko kwenye orodha ya watu wanaolengwa na Iran. Trump alisema, nipo kwenye kila orodha yao. Iona asubuhi ya leo kwamba nipo kwenye kila orodha zao. Hadi sasa nadhani nimekuwa na bahati kidogo, lakini huenda bahati hiyo isidumu muda mrefu. Kauli hii imekuja wakati Trump tayari amewahi kukabiliwa na matukio kadhaa ya majaribio ya kumuua. Mwaka 2024 alinusurika baada ya kushambuliwa kwa risasi wakati mkutano wa kampeni, ambapo risasi ilimpita karibu na sikio lake na kusababisha majeraha madogo. Tukio hilo liliibua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa nchini Marekani na kupelekea kuimarishwa kwa ulinzi wake. Kwa sasa hakuna ushahidi wa wazi uliowekwa hadharani unaothibitisha madai ya kuwepo kwa njama mpya ya Iran dhidi ya Trump. Hata hivyo, ripoti hiyo imeongeza tahadhari miongoni mwa vyombo vya usalama vya Marekani, hasa katika kipindi ambacho mvutano kati ya Marekani, Israel na Iran umeendelea kuongezeka kutokana na mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Marekani inaendelea kufuatilia kwa karibu taarifa za kiusalama, huku ikichukua hatua za kuimarisha ulinzi wa rais huyo na viongozi wengine wa ngazi za juu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.